Ndugu zangu, injili hii nafikiri tunafahamu vizuri na tumeisikia mara nyingi sana, na hata sentensi ya mwisho, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Ndugu zangu, tukiangalia dunia hii siku ya leo, haya yote ambayo Yesu alikuwa anatabiria kwamba ndugu atamsaliti ndugu ili auawe, na baba atamsaliti mwana, na wana watawainukia wazazi wao na kuwafisha. Haya yote yameshatendeka sana hapa nchini kwetu. Vita inaendelea, upendo katikati ya watu umepungua, umoja katikati ya Wakristo, hususan sisi wa Katoliki ambao tunajivunia kwa swali la upendo, tunaweza kusema kama vile haupo. Maana kwamba tungependana kweli na jina la Mungu ni upendo, tusingekuwa leo na changamoto kama hizi: kusalitiana, kudanganyiana, mara nyingine kuharibiwa kwa namna hii au nyingine kwa maneno yetu, matendo yetu mabaya. Swali ni moja tu, ni upendo. Kama upendo kweli ungekuwepo, upendo kwa Mungu, na kati ya upendo huu, upendo kwa binadamu wote, katika familia zetu tusingesikiliza vurugu, tusingesikia vurugu, tusingeshuhudia mapigano mbalimbali, na hata hali yetu ya kawaida ya dunia hii kwa ujumla ingekuwa ni tofauti kabisa. Mara nyingi tunasema tunapendana, lakini upendo uko chini sana. Haijalishi unasali wapi, wewe ni dhehebu gani, maana kuna wageni hapa ambao sio Wakatoliki pia. Utu unatufundisha kwamba uwe na upendo, na utu siku hizi pia umepungua. Kusaidiana kwa moyo, kuhurumiana, kufarijiana katika sehemu mbalimbali za maisha. Ukweli au picha hali halisi ndio hii. Lakini tukiwa katika sherehe ya leo, tumepewa wasimamizi ambao wanatufundisha kwamba ukisimama imara katika imani yako, imani yako inaweza ikamgeuzia mtu kwa sekunde moja kupata mabadiliko makubwa. Ndio tunasoma katika Biblia, katika maandiko matakatifu. Isaya anasema hivi, Mwenyezi Mungu asema hivi: njoni basi tuhojiane, ingawa mna madoa mekundu ya dhambi, mtatakaswa na kuwa weupe kama theluji. Madoa yenu yajapokuwa mekundu kama damu, mtakuwa weupe kama sufu. Ndugu zangu, ahadi hii ni kwa kila mmoja wetu, ni ahadi kubwa. Hata uwe na dhambi namna gani, hata umepotea kwa namna gani, hata kama umesaliti dini yako, Mungu ana nguvu na uwezo wa kukugeuzia kuwa wewe kuwa kama theluji, yani meupe na bila dhambi. Sijui umeelewa nachosema? Ahadi hii ni matumaini kwa kila mmoja wetu, hata kama umetenda dhambi gani, hata kama roho yako imekuwa mekundu kama mavazi yangu ya leo, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utatakaswa kuwa kama theluji, yani moyo wako utakuwa mweupe. Ni wewe kutaka tu kumtambua Mungu katika maisha, kusimama imara katika imani yako katika mazingira yetu ya Buhemba hii. Hatuhitaji kuongelea zaidi haya mambo yanayofanyika sehemu nyingine ni ajabu, ni ya kishetani na kidhambi kabisa, ya kumfukuru Mungu.
Lakini ukiamua wewe kumrudia Mungu wako, moyo wako utakuwa kama theluji. Yaani hata kitu chochote kwa kucheza nayo sasa, kumwambia nenda kacheze. Kila siku mtoto anasikia utatandikwa, utapigwa, toka. Sasa aende wapi? Ndio wazazi wanataka eti kwenye shule za primary watoto ambao wana miaka hata 3 wapelekwe boarding. Kwa sababu gani? Eti watoto wanasumbua nyumbani. Si umemzaa? Wanakusumbuaje? Kitu kingine kwenye swala la ndoa, ile tuseme kutetea imani yetu katika hali za kawaida za kila siku. Mara ya mwisho umemwambia mke wako kwamba unampenda lini? Wakati mlikuwa mnachumbiana eti akina mama nasikia maana kwamba kumwambia mke wangu nakupenda ni wachache ambao wanakumbuka, lakini wakati wa uchumba si tena. Naona wengi wenu ambao wanaume mlioko hapa na watu wazima, sio wazee kivile. Simefanya nini ili mpate mke wako? Maneno mazuri, zawadi, kila siku simu, unaendeleaje, umamkaje, mara mrembo, mara nani. Leo hii acha na hii mbwa wewe, sina muda sasa hivi. Watu wanadhani kwamba paroka mjifungia ndani na hajui chochote. Ndio akae huku altareni na nini, asielewe kitu kinachoendelea. Ndio tabia zetu jamani. Tunakuwa kigeugeu. Kila mmoja na akina mama. Yaani mtu ameenda kutafuta. Kuna baadhi ya akina mama akirudi kuliko kumwelewa, si amepambana, amehangaika, hajapata. Yaani anapokaribia tu, wewe unahesabu maneno, ngoja nimwambie aje. Ngoja aje, yaani anajiandaa tayari. Umepata nini? Hata akiwa mwema namna gani, hata kama ameelekea kama Bamia, anakuambia mke wangu mimi sijapata chochote. Utakachosikia. Kwa hiyo masaa yote hapa umeenda kufanya nini? Asubuhi umeondoka, alafu anatoa na ugomvi na nini, na anazukia nyumba yake, anagombana yeye mwenyewe. Kwa sababu anaogopa nini? Kutandikwa. Na mara nyingine unasema mume wangu ana hasira, lakini wewe mwanamke si umesababisha. Hawezi kurudi nyumbani eti apige tu, sio akutukane tu bila sababu. Baadhi wapo ambao kwa kweli wana tabia mbaya, wanaenda wanalewa, wanarudi nipana, lakini katika hayo kumbukani kwamba pombe inaongea. Mara nyingine nasikia padri, mume wangu ni mzuri, akisha kunywa tu anabadilika. Kwa hiyo kama unajua kwamba pombe inakufanyia kwa hivi, achana nayo. Utakuwa na afya nzuri, utaendelea vizuri, na kwa kweli utaonyesha upendo wa kweli kwa watoto wako. Hii ndio na maana ya kuitetea nini? Imani yetu. Siku hizi hatuhitaji kwenda kuuawa, hapana. Tunahitaji kusimama imara katika imani yetu katika mambo haya madogo. Na ndio nirudie tena pale nilipoanzia, tuzidi kupendana. Hebu umwambie ndugu yako, unipende mwanangu, hata kama sio mwana wako bwana, mwambie unipende mwanangu Bana tusipopendana sisi, hata mgeni rasmi anaweza kaambiwa kwamba mpende mwenzake, maana ndio Yesu Kristo. Upendo ni kwa watu wote. Haijalishi unasali wapi, unafanya nini, upendo ni kwa watu wote. Na upendo, tumependwa na Mungu bure. Na ajabu ya Mungu, huwezi kufanya chochote kile Mungu aache kukupenda. Haiwezekani. Hata umfanyie dhambi gani, hata ufanye nini, hata uondoke wapi, hata ukufuru wapi, Mungu ataendelea kukupenda tu, kwa sababu jina lake ni upendo. Kwa hiyo sisi tupendane. Na leo tunaposherehekea sherehe yetu, tumshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Karoli Wanga na wenzake. Leo sababu ya kifo chao na kuitetea imani yao, sisi tuko hapa. Tunasali, tunamwabudu Mungu. Wamemwaga damu hawa. Sisi tuanze kuwa wema kwa wengine. Tuanze kuishi kwa matendo ambayo ni mazuri kila siku za maisha yetu. Tukifanya hivyo, maisha yetu yatakuwa ya maana,
tutaishi kwa amani na maisha yetu pia yatakuwa na matunda mazuri ya kawaida na ya dunia pia na ya kiroho vile vile. Kwa hiyo leo hii tumshukuru Mwenyezi Mungu, atumuombe Mtakatifu Karoli Lwanga atupe ujasiri, tuzidi kupendana, tuzidi kuwa na nguvu za kukiri na kutetea imani yetu kila siku za maisha yetu, tena bila kuchoka. Tumsifu Yesu Kristo.